Kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania KKKT, Dayosisi ya Kusini Mashariki mwa Tanzania Yeriko Ngwema, amewataka wanasiasa kuacha kutumia lugha za matusi wakati wa kampeni zao, huku akiwataka kutangaza sera zao zitakazokuwa na manufaa kwa wananchi wanaowachagua. Akihubiri katika ibada iliyofanyika katika Kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania lililopo kijiji cha Mbawala Juu mkoani Mtwara, Askofu Ngwema amesema, na sasa tunaenda kwenye kampeni, si ndio? Watakapofunguliwa watu kupiga kampeni, hawapigagi kampeni, wananiudhi mimi niseme nikiwa askofu. Wanaudhi kweli. Umeacha ukasikilize sera anazosema ili tumchague. Anaanza kusema chama cha mwenzake na matusi ya kutosha. Naomba Mungu akamate vinywa vya waharibifu wa lugha ambao wanaweza kutuchafulia mazingira. Sisi baadaye kuelewa wanataka waseme nini ili tuwachague, kwa sababu ya kuwachagua tuone faida ya kura zetu wakati wa kuingia kwenye maisha. Kuliko kusikia kwamba yani wewe ni wa CCM unawasema chama kingine ili iweje. Kwa mfano wewe ni wa Chadema unawasema wengine ili iweje. Wewe ni wakafu na wasema wengine. Mimi naamini huwa tunasema ni wakati wa watu kwenda kusema sera za wao. Watatufanyia nini ili Mbawala pawe pazuri? Atuambie juu ya barabara za mitaa, atuambie juu ya mambo ya afya, atuambie juu ya namna ya ufugaji endelevu, atuambie maisha yetu haya yatakuwa nafuu kiasi gani. Haleluya, haleluya. Awali mkuu wa jimbo Elihuruma Jonas Maleko amewapongeza waumini wa kanisa hilo kwa kujitoa na kuifanya kazi ya Mungu kwa moyo bila kujali changamoto wanazokutana nazo. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Malaki 3 ule mstari wa 10 na 11 ukuta pale mahali anasema mkanijaribu kwa njia hiyo muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni na kuwamwageni baraka. Anasema nami nitamkemea alaye. Atakemea magonjwa, atakemea matatizo mbalimbali kwenye familia, kwa sababu ameruhusu ukamjaribu kupitia matoleo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile unapojitu. Nimezungumza kwa sababu nimeona watu wanaendelea kufanya kazi ya kufyeka, ni sadaka ile unatoa kwa Mungu. Kwa upande wao, baadhi ya waumini na wazee wa kanisa walioshiriki katika ibada hiyo wamemshukuru askofu na timu yake kulitembelea kanisa hilo, kwani kwa muda mrefu hawajapata huduma za kiroho. Baada ya leo ilikuwa ni yenye baraka sana, kwa kuwa tumetembelewa na baba askofu. Kwa kweli sisi Mbawala tumepata baraka kubwa sana. Kuelekea uchaguzi, tuombe Mungu aweze kutangulia. Bila Mungu kutangulia, anaielewa Tanzania ilivyo. Kwa hiyo Mungu atasimamia kila kitu. Kwa kweli tunafuraha sana kutembelewa na askofu, kwa sababu kwa kweli sisi Mbawala Juu tumekaa muda mrefu bila viongozi wa kanisa kufika, na kwa kweli tunashukuru sana kwa sababu ametujali na ametuheshimu, na vile tuende katika uchaguzi. Kwa hiyo amefanya jambo zuri na kubwa la kitaifa. Mungu ambariki. Nikiripoti kutoka Mtwara vijijini Mbawala, mimi ni Christian Ngao, Upendo TV, amani kwa wote.